Kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani tarehe 25 aje amevaa jezi nyekundu. Ni muhimu mno kwenda kufanya dua hii kwa muasisi huyu mwenye historia kubwa na Zanzibar, lakini historia yake na Simba Sports Club ni katika vitu ambavyo haviwezi kufutika na haviwezi kusahaulika. Kwa faida ya vijana wa mwaka 2000, jina la Simba Sports Club lilitolewa na Hayat Abeid Aman Karume. Wakati huo tunaitwa Sunderland, yeye akashauri tuitwe Simba Sports Club na wengine wakaitwa Chura. Lazima tuende tukamwombee dua pale na tumweleze kwamba tupo katika ardhi yako, tunataka ubingwa wa Afrika. Hili ni jambo muhimu mno na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tunapokuwa na jambo kubwa lazima tuombe msaada kwa Mungu. Kwa hiyo tarehe 23 hiyo, baada ya kufanya dua kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume, tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Tutawajulisha baadaye majina yao. Kwa hiyo ndio ratiba ya hamasa kwa upande wa Zanzibar. Hii siku ya tarehe 22 ya uzinduzi tutakuwa na mabodaboda ambayo yanaongoza msafara wetu, alafu vikundi vya ngoma vitakuwa vinafuatia nyuma pamoja na gari kubwa la matanga. Yani itakuwa ni unyama mwingi sana siku hiyo ya tarehe 22. Baada ya kusema hayo, nina imani na matumaini ya kwamba sijasahau kitu. Kama kuna swali mtaniuliza, lakini kwa sasa nimpe nafasi ndugu yangu kutoka Azania Bank ambao wao ndio wadhamini wetu rasmi kwenye finali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Boss bwana, karibu. Habari za saizi wanahabari. Mimi naitwa Jackson Lohai, ni msimamizi wa kitengo kinachoangalia matawi pamoja na biashara rejareja katika benki yetu ya Azania. Kwanza nitambulishe Azania kwamba ni benki yetu ya kizawa, benki ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 30 sasa na ambayo inapatikana sehemu mbalimbali nchini ikiwamo Zanzibar, ambako tunakwenda kucheza au tunakwenda kushuhudia mchezo wa raundi ya pili ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba na RS Berkane. Kama alivyosema msemaji hapa, sisi ni wadhamini katika pambano hili na tumetoa mchango kwa ajili ya kuwezesha au kuisaidia Simba katika sehemu ya maandalizi kuelekea katika mchezo huu muhimu sana kwa Simba, lakini pia kwa taifa la Tanzania kwa ujumla. Hii tumeamua kufanya hivi kama kuonyesha support au kuonyesha kuunga kwetu mkono juhudi za serikali pamoja na taifa kwa ujumla katika kuendeleza michezo nchini na hususan mchezo wa soka ambao kwa kiasi kikubwa umekuwa ukitubeba au ukituonyesha katika sura ya dunia. Katika miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia timu zetu hizi kubwa zikishiriki katika michuano ya kimataifa, klabu bingwa back to back, lakini tumekuwa na ushiriki pia katika kombe la shirikisho. Mwaka juzi kuna timu yetu moja ya Tanzania ilishiriki fainali, na mwaka huu pia tuna timu nyingine Simba Sports Club imefikia hatua ya fainali. Kwa hiyo tukasema nasi kama Watanzania wazawa tuonyeshe uzalendo wetu katika kuiunga mkono juhudi serikali katika kukuza michezo, kwani tunapofanya hivyo tunaisaidia
tunaona jinsi gani tumepanda katika ranking za CAF kitaifa, lakini hata vilabu vyetu vimeonyesha juhudi na vimepanda. Specifically Simba nafikiri sasa hivi kuna nafasi ya 4 katika ranking za CAF. Hii sio ndogo. Kwa hiyo nasi tumeona ni vizuri tukaunga mkono hilo. Tunapofanya hivyo pia au tunapofikia mafanikio hayo, nchi yetu inaonekana zaidi na tunaweza kuivutia zaidi katika swala la utalii. Tumeona pia juhudi zinazofanywa na TFF ambapo tumeweza kuona kuna mafanikio pia makubwa katika timu zetu za vijana na timu za wanawake katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Basi tunawakaribisha wote kama ambavyo msemaji hapa ametoka kuzungumza, ameeleza utaratibu wa kushiriki. Ninaamini wengi tutajitahidi tuweze kwa uwezo wetu kwenda kushiriki na kuonyesha support yetu kwa Simba Sports Club. Sisi kama Azania Bank pia tunawakaribisha mtufuatilie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X, ili muweze kuona ni nini ambacho au ni vitu gani ambavyo tumeandaa katika kuhanikiza zaidi au katika kuhamasisha zaidi kuelekea au kuchochea katika ushindi wa Simba katika mchezo huo. Nashukuru sana kaka, na technically Azania mtakuwa mmeingia kwenye historia ya kushirikiana na Simba kwenye kuchukua ubingwa. Yaani miaka mingi baadaye, wakati tunazungumzia ubingwa wa Simba wa 2025, Azania pia atakuwa anatajwa humo ndani yake kwamba ameshiriki kuisaidia Simba kuipa ubingwa. Ndugu zanguni, kabla sijaruhusu maswali, mmeshakata matangazo Azam? Bado tupo live kwa tuendelee kujimwaya mwaya. Ndio raha ya Azam TV. Technically ni TV yetu ya Azam TV. Simba na Azam ni. Ndugu zanguni, kwenye wakati tunatangaza mechi mwanzoni tuliweka wazi sare yetu ya kuvaa siku ya mechi. Msimamo wetu unabaki ni ule ule. Kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani tarehe 25 aje amevaa jezi nyekundu. Tunasisitiza tena, kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo. Na hili ningependa kuwakumbusha tena zaidi wa Zanzibar, usije na jezi yako ya timu ya taifa. Njoo na jezi ya njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu. Lakini kwenye tiketi niwahimize na kuwasisitiza, ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi 15,000 ni chache mno kwa mechi ya fainali. Na jambo moja tutajaribu kulifanya, ili binafsi tunalichukua, jaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha watu kwenda Zanzibar, watupunguzie nauli walau kidogo, ili wana Simba tupate tahfifu ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba, wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei. Acheni bei ile ile, ili wana Simba waweze kuafford na kuja kwa wingi siku hiyo. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar, ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wana Simba wafikie kwa bei nzuri, basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure kwenye kurasa zangu za kijamii. Wana Simba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Alithabiti anauliza kurudishiwa fedha.
Kwenye watu 16,000 walionunua, ukisema ukusanye maoni utapata maoni tofauti. Kuna atakaye kuambia bana mimi ndo nishatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu potelea pwete. Kuna mwingine atakwambia nirudishie hela yangu. Kuna mwingine atakwambia hiyo mechi mimi tasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi, na maoni yakishakuwa mengi utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day, viingilio vimetangazwa, alafu ukakumbuka ya kwamba una tiketi yako ya VIPB, utakuwa unakenua mwenyewe chumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutawala. Tusingeweza kuanza kukusanya maoni watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini. Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba tumekaa tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wanasimba. Lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu haitapotea hata shilingi moja, na ndio maana mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi. Fedha ya mtu haitapotea, kila mtu fedha yake ataitumia muda sahihi ukifika. Muda huu imeshashindikana, na kwa sasa wanasimba wala tusiwaze kuhusu fedha. Hata kama fedha yako ilikuwa ni ya ngama na umetoa hiyo mchagoni, lakini achana na kuifikiria hiyo fedha kabisa. Tufikirie ubingwa wa Afrika. Jambo kubwa lenye maana, lenye thamani kwetu sisi wanasimba hivi sasa ni ubingwa wa Afrika. 30,000 yako, 30,000 yako, 20 yako ama 7,000 yako au 250,000 yako utaisahau tarehe 25 saa 12:30. Mosepe yupo katikati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Mohamed Hussein Shabalala kombe la Afrika. Utasahau kama walitoa shilingi 30,000 alafu imewekwa pending. Kwa hiyo fikra zetu wana Simba ni ubingwa wa Afrika. Kwenye level ya kiutawala hatuwezi kusema ni fikisu. Tunasema ya kwamba CAF wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao kwa maslahi ya mpira, kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amani. Na lazima tufahamu ya kwamba katika kitu ambacho CAF wanapigania zaidi ni mwamko wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo CAF wangependa sana mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu wangepata uhalisia ya kile ambacho wanakitaka. Nitakwambia mfano mzuri tu. Mechi ya Pyramids na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia bure wa Mamelodi, kwa sababu hakuna, hiyo timu haina mashabiki. Mechi hiyo ya Pyramids na Mamelodi pale Misri, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia wachache ama wakaingia bure, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki pale Misri. Lakini kwa Simba Sports Club mashabiki 60,000 unawapata vizuri Benjamin Mkapa. Kwa hiyo CAF hawezi kuwa wamefanya figisu eti za makusudi kutupeleka uwanja wa Amani ambao unaingiza mashabiki wachache mara 3 ya Benjamin Mkapa. Ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani. Na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya figisu, hakuna Mtanzania yoyote anaweza aka influence maamuzi ya CAF ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa Amani. Hawa wengine wanajilambagula tu, lakini hawahusiki chochote. Na tunafahamu ya kwamba wamefurahi Simba kwenda kucheza uwanja wa Amani, wakiamini ya kwamba sisi tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Benjamin Mkapa. Wanasahau kama sisi tunashinda kwa ubora wetu, na ndio maana tumeshinda Tunisia, tumepata sare Libya, tumepata sare Angola. Hakukuwa na Benjamin Mkapa huko na bado Simba tukafanya vizuri. Hata uwanja wa Amani tunakwenda kufanya vizuri na hawataamini macho yao.